Ndugu watazamaji wa Nyumba ya Simulizi, leo tumewaletea simulizi nzuri ya kuelimisha na kusisimua inayohusu dada wa kazi na bilionea aliyekuwa nusu mtu nusu nyoka. Kabla hatujaanza, naomba like, comment bendera ya nchi yako, share, kisha subscribe. Tuanze. Mainda alikuwa binti wa miaka 27. Uso wake ulionyesha uchovu wa maisha kabla ya wakati wake. Aliishi Manzese, moja ya mitaa ya kimaskini jijini Dar es Salaam, eneo lenye kelele za daladala, harufu ya maji machafu na vumbi lililochanganyika na jua kali. Ndani ya mtaa huo, Mainda aliishi kwenye chumba kimoja kidogo chenye giza, ukuta wake ukiwa umejaa mipasuko na paa lililovuja wakati wa mvua. Ndicho kilikuwa makazi yao, yeye na wadogo zake wawili, Sara na Peter. Sara alikuwa msichana mdogo wa miaka 12, mwenye macho makubwa yaliyojaa maswali mengi kuhusu maisha. Alikuwa bado anapaswa kucheza na wenzake, lakini hali ya maisha ilimfanya awe mkubwa kuliko umri wake. Peter, kaka yao wa mwisho, alikuwa na miaka 20, kijana aliyekuwa na ndoto nyingi lakini alizozificha kwa sababu ya uhalisia mkali waliokuwa wanaishi. Watatu hao waliishi kama familia iliyoshikamana sana, kila mmoja akimtegemea mwenzake kwa njia yake. Miaka mingi iliyopita, wazazi wao walifariki dunia kwa kipindi kifupi kilichofuatana, na tangu siku hiyo maisha ya Mainda yalibadilika kabisa. Alibaki na jukumu zito la kulea familia akiwa bado kijana. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia, hakuna shangazi wala mjomba aliyekuwa tayari kubeba mzigo huo. Mainda alijikuta akigeuka kuwa baba na mama kwa wadogo zake, akiwalinda, akiwatia moyo, na wakati mwingine akiwaficha maumivu yake ili wao wasivunjike moyo. Kila asubuhi, kabla hata ya jua kuchomoza vizuri, Mainda alikuwa anaamka. Alisafisha chumba chao kidogo, akaandaa maji ya kuoga kwa Sara na kumwamsha Peter ili aanze kutafuta vibarua vya siku hiyo. Mainda mwenyewe alikuwa akifanya kazi mbalimbali, kuanzia kufua nguo za watu, kuuza maandazi, hadi kusafisha nyumba za watu, chochote kilichoweza kumpatia hela ya kununua chakula. Mara nyingi walikula mlo mmoja tu kwa siku, na hata huo ulikuwa wa kawaida sana, lakini Mainda alihakikisha wadogo zake wanashiba kabla yeye hajafikiria njaa yake. Usiku ulipofika, chumba chao kilijaa kimya kizito. Mwanga mdogo wa kibatari ulitoa vivuli vilivyocheza ukutani. Sara alikuwa akisoma vitabu vyake vya shule kwa bidii, huku Peter akikaa kimya, mawazo yake yakisafiri mbali. Mainda alikuwa akikaa pembeni akiwatazama wadogo zake kwa macho yenye upendo na hofu kwa wakati mmoja. Aliwaonea huruma, lakini pia aliogopa kushindwa kutimiza wajibu wake. Kulikuwa na nyakati Mainda alikaa peke yake, machozi yakimdondoka taratibu bila sauti. Alifikiria ada ya shule ya Sara, mavazi ya Peter, kodi ya chumba na chakula cha kesho. Alijilaumu kwa nini alizaliwa kwenye maisha magumu kiasi hicho, lakini hapo hapo alijikumbusha kuwa kulia hakutabadilisha chochote. Alijifuta machozi na kuamua kuendelea kupambana. Kwa Mainda, familia ilikuwa kila kitu. Alijua kuwa hata kama dunia nzima ingewageuka, yeye asingewaacha wadogo zake. Ndani ya chumba kile kidogo chenye giza, palikuwa na upendo mkubwa kuliko nyumba nyingi zenye mwanga na utajiri. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa simulizi ya Mainda, mwanamke aliyebeba mzigo mkubwa moyoni, lakini bado aliendelea kusimama imara kwa ajili ya wale aliowapenda zaidi. Asubuhi zilipita zikifanana, jua likichomoza na kuzama bila kubadilisha hali yao. Majirani waliwajua kama familia ya yatima, wengine wakiwahurumia, wengine wakiwatazama kwa macho ya dharau. Watoto wa mtaani walicheza nje, kelele zao zikipenya ndani ya chumba chao, lakini Mainda alihakikisha Sara anabaki ndani kusoma na kujilinda na vishawishi vya mtaa. Alijua Manzese ilikuwa na majaribu mengi kwa mtoto mdogo, na alitaka kumlinda dada yake kwa gharama yoyote. Wakati mwingine Mainda aliketi nje ya chumba jioni, akivuta pumzi ndefu na kutazama anga. Alijiuliza mustakabali wao ungekuwaje, kama siku moja wangeweza kuishi maisha bora. Ndani ya moyo wake kulikuwa na ndoto ndogondogo, ndoto za kuona Sara anamaliza shule na Peter anapata kazi ya maana. Ndoto hizo ndizo zilimpa nguvu ya kuamka kila siku na kuendelea na mapambano, hata pale mwili wake ulipokuwa umechoka na roho yake imeelemewa. Licha ya umaskini wao, walijifunza kushukuru kwa walichokuwa nacho. Walicheka pamoja, walishirikiana chakula, na walifarijiana walipokata tamaa. Mainda aliamini kuwa siku moja mateso yao yangekuwa simulizi tu ya kusimuliwa, sio maisha wanayoishi. Hilo ndilo lililompa ujasiri wa kuendelea mbele, hatua moja baada ya nyingine, bila kujua kesho italeta nini. Katika giza la chumba chao, walijifunza maana ya familia na uvumilivu.
Hapo ndipo moyo wa Mainda ulipokuwa unapigwa jeki ya matumaini, yakimwambia asikate tamaa kamwe, kwa sababu mapambano yao yalikuwa bado yanaanza. Maisha ya Mainda yalikuwa ushuhuda wa upendo, kujitoa na nguvu ya mwanamke maskini jasiri aliyekataa kusalimu amri kabisa milele. Mainda aliishi maisha ya mapambano ya kila siku, maisha ambayo hayakuwa na mapumziko wala huruma. Kila alfajiri kabla jua halijachomoza, aliamka kutoka kwenye godoro lao jepesi, akavuta pumzi ndefu na kuanza siku mpya ya kazi. Hakukuwa na uhakika wa kipato, lakini hakukuwa pia na chaguo la kukata tamaa. Alijua wazi kuwa nyuma yake kulikuwa na Sara na Peter, waliomtegemea kwa kila kitu. Hilo pekee lilimpa nguvu ya kusimama na kuendelea. Mainda alikuwa akifanya kazi mbalimbali bila kuchagua. Siku moja alifua nguo za watu waliokuwa na uwezo kuliko yeye, akitumia mikono yake hadi ichubuke kwa sabuni na maji baridi. Siku nyingine alisafisha nyumba za watu, akiinama na kupangusa sakafu kwa masaa mengi bila kupumzika. Wakati mwingine aliuza maandazi au vitumbua asubuhi na mapema, akitembea mitaa ya Manzese huku akitangaza bidhaa zake kwa sauti iliyochoka. Pesa aliyopata haikutosha, lakini alijifunza kuzigawanya kwa uangalifu mkubwa: ada ya shule ya Sara, chakula, kodi ya chumba na mahitaji madogo ya kila siku. Mara nyingi walikula mlo mmoja tu kwa siku, na hata huo haukuwa wa kushibisha sana. Mainda alihakikisha wadogo zake wanakula kwanza. Yeye alijifanya ameshiba au alikunywa maji mengi ili kudanganya tumbo lake. Alifanya hivyo kwa furaha iliyofichika, kwa sababu kwake, kuona Sara na Peter wanacheka kulimpa amani ya moyo, hata kama mwili wake ulikuwa umechoka na roho yake imeelemewa. Katika maisha yake magumu, Mainda alikuwa na mchumba wake aliyeitwa John. Walikuwa wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, tangu enzi ambazo maisha yalikuwa mepesi kidogo. John alikuwa na duka dogo la simu Manzese, akiuza simu na kutengeneza zile zilizoharibika. Hakuwa tajiri, lakini alikuwa na kipato cha kawaida, kilichomwezesha kumpa Mainda msaada wa hapa na pale. Kulikuwa na nyakati alitoa pesa ya kulipia kodi au kununua chakula, jambo lililomfanya Mainda ashikilie mahusiano hayo kwa nguvu. Hata hivyo, msaada wa John ulikuja sambamba na maumivu makubwa. John alikuwa mlevi, na pombe ilikuwa rafiki yake wa karibu kuliko hata Mainda. Alipokuwa hajanywa alikuwa mtu wa kawaida, wakati mwingine mpole na mcheshi. Lakini alipolewa, alibadilika kabisa. Hasira ilimjaa moyoni, na heshima aliyopaswa kumpa Mainda ilipotea kabisa. Alikuwa akimtukana kwa maneno makali, akimdhalilisha na kumfanya ajione hana thamani. Kipigo kilikuwa sehemu ya kawaida ya mahusiano yao. John alikuwa akimpiga Mainda kwa visingizio vidogo sana. Wakati mwingine ni kwa sababu chakula hakikuwa tayari, wakati mwingine kwa sababu Mainda hakumpigia simu mapema. Kilichomuumiza zaidi Mainda sio tu maumivu ya mwili, bali ni fedheha aliyopata alipompiga hata mbele ya watu. Majirani waliona, wengine wakiwahurumia, wengine wakiwatazama kwa macho ya dharau, kana kwamba mateso ya Mainda yalikuwa jambo la kawaida. Maneno ya John yalikuwa makali na yenye sumu. Mara nyingi alikuwa akimwambia, wewe ni maskini yatima, bila mimi usingekuwa chochote. Unapaswa kunishukuru kila siku. Maneno hayo yalichoma moyo wa Mainda zaidi ya bakora yoyote. Alijikuta akijilaumu, akijiuliza kama kweli thamani yake ilipimwa kwa pesa kidogo aliyokuwa akipewa. Lakini kila alipotaka kujibu au kujitetea, hofu ilimzidi. Aliogopa kupoteza msaada mdogo aliokuwa anaupata. Licha ya mateso yote hayo, Mainda alivumilia. Sababu kubwa ilikuwa ni wadogo zake. Alijua wazi kuwa bila msaada wa John, maisha yangekuwa magumu zaidi. Alivumilia kwa ajili ya Sara aendelee na shule, na kwa ajili ya Peter apate chakula. Usiku, baada ya kila mtu kulala, Mainda alikuwa akikaa peke yake, machozi yakimdondoka kimya kimya. Alilia sio kwa sababu ya yeye mwenyewe tu, bali kwa sababu ya mzigo wa maisha aliyoubeba. Sara na Peter hawakuwa vipofu. Waliona alama za kipigo, waliona huzuni machoni mwa dada yao. Mara nyingi walimshauri amwache John, wakimwambia kuwa hakuna pesa inayoweza kununua heshima na usalama. Lakini Mainda alikuwa akiwanyamazisha, akiwataka wajikite kwenye masomo yao. Ndani ya moyo wake, alijua walikuwa sahihi, lakini alishindwa kuchukua uamuzi huo mgumu. Mainda alijikuta akibanwa kati ya kazi ngumu na mahusiano yenye sumu. Mchana alichoka kwa kazi, usiku aliumizwa na maneno na vitendo vya John. Hakukuwa na mahali pa kupumzika. Hata hivyo, ndani kabisa ya moyo wake, kulikuwa na chembe ya matumaini. Aliamini kuwa siku moja angepata fursa ambayo ingebadilisha maisha yao.
Changamoto za kazi na mahusiano zilimfundisha uvumilivu, zilimjenga, na bila yeye kujua, zilikuwa zinamuandaa kwa mabadiliko makubwa yaliyokuwa yanamgoja mbele. Siku moja mchana wa jua kali, tukio lilitokea ambalo lilibadilisha kabisa mioyo ya wadogo zake Mainda. John alifika nyumbani akiwa amelewa kama kawaida yake, macho yakiwa mekundu na harufu kali ya pombe ikimtoka. Mainda alikuwa jikoni akipika chakula kidogo walichokuwa nacho, huku Sara na Peter wakiwa wamekaa pembeni wakisubiri. Kosa lililotokea lilikuwa dogo sana. Mainda alikuwa amechelewa kidogo kumletea John maji ya kunawa mikono. Badala ya kuuliza kwa utulivu, John alifoka kwa hasira, akimrushia maneno makali yaliyomchoma moyo. Kabla Mainda hajajitetea, John alimpiga kofi zito lililomfanya ayumbeyumbe na kugonga ukuta. Sara alipiga kelele kwa hofu, huku Peter akisimama kwa hasira, lakini akashindwa cha kufanya. John hakuishia hapo. Alimsukuma Mainda mbele ya wadogo zake, akimwambia maneno ya fedheha kana kwamba hakuwa binadamu. Mainda alianguka chini, machozi yakimtoka bila hiari, sio kwa sababu ya maumivu ya mwili tu, bali kwa sababu ya aibu na maumivu ya moyo. Wadogo zake walimtazama kwa macho yaliyojaa hofu na uchungu. Kwao, siku hiyo ilikuwa ya kwanza kumwona dada yao akidhalilishwa waziwazi kiasi hicho. Baada ya kumaliza hasira yake, John alitoka nje akilalamika, akiwaacha ndani ya chumba chao kidogo kilichojaa kimya kizito. Baada ya muda mfupi, Peter alimsaidia Mainda kuinuka. Sara alimkumbatia dada yake kwa nguvu, akilia kimya kimya. Ndani ya chumba kile, kilichosikika ni sauti ya vilio vya chini na pumzi nzito. Peter alizungumza kwa sauti ya kujiamini, akimwambia Mainda kuwa huo ulikuwa mwisho. Alimwambia kuwa hakuna msaada wowote unaoweza kulipia fedheha na kipigo walichokiona. Sara naye aliongeza kwa sauti ya maumivu, akimwomba dada yake amuache John kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Walimwambia walikuwa tayari kuvumilia njaa, ili mradi tu waishi kwa amani. Maneno ya wadogo zake yalimgusa Mainda sana. Moyoni alijua walikuwa sahihi, lakini hofu ilimzidi. Alijua wazi kuwa pesa kidogo aliyokuwa akimsaidia John ilikuwa muhimu sana kwa maisha yao. Bila msaada huo, ada ya shule, kodi ya chumba na hata chakula vingekuwa mzigo mkubwa zaidi. Mainda aliwatazama wadogo zake kwa macho yaliyojaa mapambano ya ndani, kisha akawanyamazisha kwa upole. Aliwaambia waendelee na masomo yao na akaahidi kuwa mambo yangekuwa sawa. Ndani ya moyo wake, alijilaumu kwa kushindwa kuwalinda. Kuanzia siku hiyo, maneno ya dharau ya John yaliongezeka. Hakuwa akimheshimu Mainda hata kidogo. Kila walipokutana, alimtukana mara kwa mara, akimkumbusha umaskini wake na hali yake ya uyatima. Wewe maskini yatima, unatakiwa umshukuru Mungu kunipata mimi na kusaidia maisha, alikuwa akisema kwa sauti ya juu bila kujali nani anasikia. Maneno hayo yalikuwa kama visu vilivyomchana moyo wa Mainda taratibu. Alijikuta akijiona hana thamani, akijilaumu kwa maisha yake, hata pale ambapo hakukuwa na kosa lake. Mainda alianza kujitenga zaidi. Mara nyingi alikuwa akikaa chumbani peke yake baada ya wadogo zake kulala. Aliketi juu ya godoro lao jepesi, akiinamisha kichwa na kulia kwa uchungu. Mawazo yalijaa kichwani mwake, ada ya shule ya Sara, mavazi ya Peter, kodi ya chumba na chakula cha kesho. Kila wazo lilikuwa kama mzigo mzito unaomkandamiza kifua chake. Alijaribu kuwa imara mchana, lakini usiku alikuwa dhaifu, akilia hadi macho yake yanauma. Kulikuwa na nyakati alihisi amefika mwisho wa nguvu zake. Alijiuliza kama kweli maisha yangekuwa hivyo milele. Alijiuliza kama uvumilivu wake ulikuwa busara au ulikuwa ni kujitesa tu. Lakini kila alipotaka kumwacha John, hofu ya kushindwa kuwahudumia wadogo zake ilimrudisha nyuma. Alijikuta amekwama kati ya maumivu ya sasa na hofu ya kesho isiyojulikana. Ndani ya chumba chao kidogo chenye giza, Mainda alipigana vita vya kimya kimya. Hakukuwa na mtu wa kumfariji, hakuna bega la kuegemea. Alibaki na machozi yake na maamuzi magumu ya maisha. Maisha ya Mainda yalikuwa yamejaa maumivu, fedheha na mapambano. Siku moja jioni, Mainda alikuwa amekaa nje ya chumba chao kidogo Manzese, anaosha vyombo kwenye beseni la plastiki lililochoka. Maji yalikuwa baridi, mikono yake ikiwa imejaa mipasuko ya kazi ngumu za kila siku. Mawazo yalikuwa mengi kichwani mwake, kuliko hata vyombo alivyokuwa anaviangalia. Kila sahani aliyosugua ilimkumbusha mzigo alioubeba, ada ya shule ya Sara iliyokuwa inakaribia, kodi ya chumba ambayo mwenye nyumba alikuwa ameanza kukumbusha, na chakula ambacho hakikutosha tena.
Alikuwa kimya, macho yake yakitazama mbali kana kwamba yalikuwa yanaona kesho yenye giza. Ghafla simu yake ya kawaida ililia. Mainda alishtuka kidogo, akaifuta mikono yake kwa haraka kwenye kanga yake kabla ya kushika simu. Alipoangalia, aliona jina la rafiki yake wa muda mrefu, Davis. Davis alikuwa mmoja wa watu wachache waliomjua Mainda kwa undani. Alijua mapambano yake na mateso aliyokuwa akiyapitia. Alijibu simu kwa sauti ya uchovu, "Halo Davis." Davis hakuzunguka sana. Kwa sauti yenye matumaini alisema, "Mainda, kuna tajiri mmoja anatafuta mfanyakazi wa kazi za ndani kule Masaki. Uko tayari?" Maneno hayo yalimfanya Mainda asimame ghafla, beseni likitetemeka kidogo. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Masaki ilikuwa mbali sana na maisha aliyoyazoea Manzese, eneo la matajiri, ndoto ambazo hakuwahi kufikiria angezikaribia. Bila kusita, Mainda alijibu kwa sauti iliyochanganyika na hofu na matumaini, "Niko tayari Davis." Davis alicheka kidogo kana kwamba amefurahi kusikia jibu hilo. "Basi jiandae, kesho asubuhi nitakupitia twende," alisema kwa uhakika, kisha akakata simu. Mainda alibaki amesimama kwa muda, akishikilia simu yake, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Ndani ya moyo wake, alihisi kama mlango mdogo wa matumaini ulikuwa umefunguliwa ghafla. Usiku huo, Mainda hakulala mapema. Alikaa kitandani akiwaangalia Sara na Peter waliokuwa wamelala. Alijiuliza kama kweli hii ilikuwa fursa ya kubadilisha maisha yao, au ilikuwa ni matumaini hewa tu. Alimwomba Mungu kimya kimya, akimwambia amuongoze katika hatua hii mpya. Alijiandaa nguo zake chache nzuri alizokuwa nazo, akazipiga pasi kwa makini, kana kwamba zilikuwa vazi la thamani kubwa. Ndani ya moyo wake, aliamua kuwa angefanya lolote kuhakikisha anapata kazi hiyo. Kesho yake asubuhi mapema, kabla hata ya jua kuchomoza vizuri, Davis alifika Manzese. Alimkuta Mainda tayari, akiwa amevaa kanga yake safi na blauzi rahisi, uso wake ukiwa umejaa hofu na matumaini kwa pamoja. Walipanda daladala, safari ikaanza kuelekea Masaki. Kadiri walivyokuwa wakisogea mbele, mazingira yalianza kubadilika. Nyumba ndogo za mabati zilianza kupotea, zikachukuliwa na majengo mazuri, barabara safi na magari ya kifahari. Mainda alikuwa kimya kwenye safari yote. Alitazama nje ya dirisha kwa mshangao, macho yake yakikodolea nyumba kubwa kubwa zilizopangwa vizuri. Alijisikia kana kwamba alikuwa anaingia kwenye dunia nyingine kabisa, dunia isiyofanana hata kidogo na ile aliyokuwa akiishi. Davis alimwangalia kwa pembeni na kumtia moyo, akimwambia asiogope na awe na kujiamini. Walipofika Masaki, daladala ilisimama karibu na barabara ya kifahari iliyokuwa na mitende pembeni. Davis alimuongoza Mainda hadi kwenye jumba kubwa lililokuwa pembeni ya bahari. Nyumba ile ilikuwa ya kifahari kupita maelezo, lango kubwa la chuma, bustani iliyopambwa kwa maua, na sauti ya mawimbi ya bahari ikisikika kwa mbali. Mainda alisimama kwa mshangao, akimeza mate kwa woga. Hakuwahi kufikiria kuwa angefika mahali kama hapo. Walipogonga mlango, mfanyakazi wa ulinzi aliwakaribisha na kuwaongoza hadi ndani. Ndani ya jumba, Mainda alishangaa zaidi. Sakafu ilikuwa iking'aa, fanicha zilikuwa za gharama kubwa, na hewa ilikuwa safi yenye harufu ya manukato laini. Alijisikia mdogo sana, kana kwamba hakuwa sehemu ya mahali hapo. Moyo wake ulipiga kwa kasi, lakini alijikaza, akijikumbusha kuwa alikuwa hapo kwa ajili ya familia yake. Baada ya muda mfupi, walielekezwa sebule kubwa iliyokuwa na madirisha makubwa yanayotazama bahari. Davis alimnong'oneza Mainda awe mtulivu. Ndani ya moyo wake, Mainda alihisi hofu mpya ikichanganyika na matumaini mapya. Hapo ndipo bilionea Ezekiel alipojitokeza. Kijana huyo alikuwa na umri wa miaka 32, muonekano wake ukiwa wa kuvutia sana. Nywele zake zilikuwa zimepambwa kwa mtindo wa kisasa, sura yake ikiwa safi na yenye tabasamu lisilo na hatia. Aliwaona Mainda na Davis wakisogea karibu na mlango, kisha aliwakaribisha kimya kimya, akiwa na sauti ya upole, yenye heshima, ikileta hisia ya amani na utulivu ndani ya jumba la kifahari. "Karibuni, jisikieni mko nyumbani," bilionea Ezekiel alisema huku akitabasamu. Mainda alikusanya ujasiri wake, akipiga hatua ndogo, macho yake yakitazama kila pembe ya sebuleni. Hali ya kifahari ilimfanya ajisikie mdogo, lakini kwa mara ya kwanza alijua kuwa alikuwa amefika mahali ambapo maisha yao yangeanza kubadilika. Ezekiel aliwapa vinywaji. Kikombe cha kinywaji baridi chenye ladha nzuri kilimshangaza Mainda sana. Alijua hali hiyo haikuwa kawaida yake, lakini alijaribu kuonyesha shukrani kwa heshima.
Mazungumzo yalianza kwa utulivu, huku Ezekiel akiwa mtulivu na mwenye furaha ya kweli, akifanya kila mmoja ajisikie huru. Kwa kazi za ndani hapa nyumbani kwangu, muda wa kazi ni kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 12 jioni, Ezekiel alisema, akifafanua masharti kwa uwazi. Mshahara ni shilingi 400,000 kwa mwezi. Maneno hayo yalimfanya Mainda aachie pumzi ya mshangao. 400,000 kwa mwezi? Mbona nyingi sana, alisema moyoni mwake. Alijua 400,000 ilikuwa pesa kubwa kwa mtu kama yeye, aliyekuwa akipambana kila siku kulipa kodi na kuhakikisha wadogo zake wanakula. Hii ilikuwa fursa isiyokuwa ya kawaida, na moyo wake ulijaa shukrani na furaha. Davis alishangilia pamoja naye, macho yake yakiwa yamejaa furaha kwa Mainda. Aliweza kuona jinsi rafiki yake alivyokuwa na matumaini mapya, akijua kuwa hatima ya familia yao inaweza kubadilika. Mainda alijisikia kuvutwa kwa hofu na shukrani kwa wakati mmoja. Alimshukuru Ezekiel kwa moyo wote, akijua kuwa fursa hii ilikuwa mwangaza mkubwa katika maisha yake magumu. Ezekiel alionekana kuwa mzuri kwa kila mmoja, mtu wa heshima, mkalimu na mcheshi. Hakujali tofauti ya maisha walioishi Mainda na Davis. Aliona bidii na moyo safi ndani ya Mainda, na aliamua kumpa nafasi ya kufanya kazi. Maisha haya yalikuwa tofauti kabisa na yale Mainda aliyozoea Manzese, ambapo kila siku ilikuwa ni mapambano. Hapa palikuwa na nafasi ya matumaini, heshima na usalama wa kweli. Baada ya mazungumzo yote, Mainda na Davis walijisikia furaha isiyo na kifani. Walimshukuru Ezekiel mara kadhaa kwa sauti ya dhati na macho yaliyojaa furaha. Mainda alijua kuwa mshahara huo na nafasi hiyo hayakuwa tu fursa ya kifedha, bali pia fursa ya kubadilisha maisha yake na ya wadogo zake. Wakiwa na shukrani kubwa, waliondoka jumba hilo wakiwa na matumaini mapya moyoni mwao, wakijua kwamba safari yao ya maisha ilikuwa imeanza kubadilika kwa kweli. Njiani wakiwa kwenye daladala, Mainda alimshukuru sana rafiki yake Davis kwa kumtafutia ile kazi. Asante sana Davis, na kuahidi mshahara ukitoka nitakupa pesa kidogo ya asante. Davis alicheka akasema, usijali Mainda, cha msingi wewe fanya kazi kwa bidii, usichezee kazi hii. 400,000 ni nyingi sana, inaweza kubadilisha maisha yako na wadogo zako. Mazungumzo hayo ndani ya daladala yaliyokuwa yakielekea Manzese yalijawa na vicheko vya matumaini. Mainda alihisi kama mzigo mkubwa umeondolewa kichwani mwake. Kila mara alikuwa akigusa pochi yake kama vile anahakikisha kuwa ahadi ya Ezekiel haikuwa ndoto. Davis kama rafiki wa kweli alimpa miongozo ya jinsi ya kujiwekea akiba na namna ya kumudu mazingira ya kazi ya Masaki. Kwake Mainda, Davis hakuwa tu rafiki, bali alikuwa ni malaika aliyebeba ufunguo wa ukombozi wake. Kesho yake asubuhi, Mainda akiwa na furaha, aliamka saa 11 alfajiri, akajiandaa kwa haraka na kuwapa wadogo zake maelekezo ya siku hiyo, huku akionyesha bashasha ambayo hawajaiona kwa muda mrefu. Alipofika Masaki, alikuta hewa safi ya bahari na utulivu wa jumba lile ukimkaribisha. Mainda hakuhitaji kusukumwa. Alisafisha kila kona ya nyumba ile kwa umakini mkubwa, kuanzia sakafu ya marumaru hadi vioo vya madirisha vilivyokuwa vimeanza kupata vumbi la bahari. Alifua nguo za Ezekiel na kuzipiga pasi kwa ustadi, akihakikisha kila kitu kinakaa mahali pake kwa mpangilio uliotukuka. Bidii yake ilikuwa ni ishara ya shukurani kwa fursa adimu aliyopewa. Siku zilipita, Mainda na Ezekiel waliishi vizuri sana. Kuna wakati chakula kilibaki. Ezekiel alimruhusu Mainda kuchukua chakula na kupelekea wadogo zake. Chukua chakula uwapelekee wadogo zako Mainda, Ezekiel alisema. Asante sana bosi wangu, Mungu akubariki, Mainda aliongea huku akipakia chakula kwenye mkoba wake. Ezekiel alikuwa akipika au kuagiza vyakula vya gharama ambavyo mara nyingi vilikuwa vingi kuliko mahitaji yake. Badala ya kuvitupa, alimhimiza Mainda avibebe kwa ajili ya akina Sara na Peter. Hii ilimfanya Mainda ajihisi kuthaminiwa, si kama mfanyakazi tu, bali kama binadamu mwenye familia inayomtegemea. Vyakula hivyo vilikuwa ni anasa ambazo wadogo zake walikuwa wakiziona kwenye runinga tu, lakini sasa vilikuwa sehemu ya milo yao ya kila siku. Nyumbani kwao maisha yalianza kubadilika taratibu. Walianza kula milo 2 hadi 3 kwa siku. Dada, bosi wako ana moyo mzuri sana, Sara na Peter waliongea mara kwa mara. Mazingira ya kile chumba chao kidogo kule Manzese yalianza kupata mwangaza mpya. Mainda alinunua mahitaji muhimu ya nyumbani kama sukari, unga na mafuta ya kupikia kwa kiasi cha kutosha. Sara hakuwa na hofu tena ya kufukuzwa shule, na Peter alionekana kuwa na furaha zaidi akijua kuwa dada yake sasa ana amani. Hata John, yule mchumba mkatili, alipoanza kuleta manyanyaso yake, Mainda alijikuta ana ujasiri wa kumjibu kwa upole lakini kwa msimamo, kwani sasa hakuwa anamtegemea tena John kwa kila shilingi ya mboga. Uhuru wa kiuchumi ulimpa Mainda heshima ambayo hakuwahi kuwa nayo hapo awali.
Siku ya mshahara wake ilifika. Asubuhi saa moja alipofika, Ezekiel alimkabidhi Mainda shilingi 400,000. Mainda alifurahi sana, alimshukuru sana Ezekiel huku machozi ya furaha yakimtoka. Tukio hilo lilitawaliwa na hisia kali za ushindi. Mainda alizitazama zile noti mikononi mwake, akizihisi kama zimebeba mustakabali wa maisha ya wadogo zake. Alijikuta akitetemeka kwa msisimko, akivuta picha ya jinsi atakavyofika nyumbani na kuwakabidhi Sara na Peter mahitaji waliokuwa wakiyaota kwa muda mrefu. Ezekiel alimwangalia kwa tabasamu lile lile la ukarimu, akimwambia kuwa anastahili kila shilingi kwa sababu ya bidii yake ya kipekee. Mainda alijihisi kuwa binti mwenye bahati zaidi duniani, akiamini kuwa mkono wa Mungu hatimaye umegusa maisha yake kupitia kijana huyo mtanashati na mkarimu wa Masaki. Aliweka pesa juu ya meza, kisha akaendelea na kazi zake: kupika, kufua na kufanya usafi. Kwa sababu ya msisimko na hofu ya kupoteza pesa hizo wakati wa kazi, aliamua kuziacha kwanza juu ya meza ya jikoni, akiamini kuwa sehemu hiyo ni salama kuliko kuziweka kwenye mfuko wa nguo yake ya kazi. Siku hiyo alifanya kazi kwa nguvu zaidi. Alisafisha vyombo kwa umakini, akapiga pasi kila nguo ya Ezekiel kwa ustadi na kuhakikisha sebuleni kunang'aa kama kioo. Mawazo yake yote yalikuwa kwenye mipango ya maendeleo kule Manzese. Alikuwa akipiga mahesabu ya jinsi ya kugawa pesa zile kwa ajili ya kodi, chakula na akiba ndogo ya dharura. Furaha iliyokuwa moyoni mwake ilimfanya asisikie uchovu wa kazi za kutwa nzima, akisubiri kwa hamu saa 12 ifike ili awahi kurudi nyumbani. Jioni, muda wa kazi ulipoisha, Mainda alichukua pochi yake na kuanza safari ya kurudi kwao Manzese, lakini akiwa njiani aligundua amesahau pesa yake ya mshahara juu ya meza. Alikuwa ameshafika hadi kwenye kituo cha daladala kilichokuwa nje kidogo ya mtaa wa Ezekiel. Alipofungua pochi yake ili kutoa nauli, ndipo ghafla akagundua kuwa ile bahasha yenye 400,000 haikuwemo. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio. Alihisi jasho jembamba likimtiririka mgongoni kwa hofu ya kupoteza kiasi kikubwa namna ile. Mungu wangu, nitafanya nini? Alijisemea kwa sauti huku akigeuka kwa kasi. Hakutaka kupoteza hata dakika moja, hivyo akaanza kukimbia kurudi upande wa lile jumba la kifahari. Akili yake ilimwambia kuwa lazima azichukue pesa hizo kabla giza halijaingia, kwani bila hizo matumaini yake yote yangeishia njiani. Alirudi kuchukua pesa zake, na hapo alikutana na kitu cha ajabu sana. Alipokaribia getini, aliona kuwa mlango mkuu wa nyumba ulikuwa umewachwa wazi kidogo, kitu ambacho si cha kawaida kwa nyumba ya bilionea kama Ezekiel. Alijaribu kubisha hodi, lakini hakuona mtu yoyote akimjibu. Kwa sababu ya hofu ya pesa zake na ukaribu aliokuwa nao na Ezekiel, aliamua kuingia ndani taratibu, akiamini kuwa tajiri huyo yuko sebuleni amepumzika. Hali ya hewa ndani ya nyumba ilikuwa imebadilika. Ule ubaridi wa kiyoyozi sasa ulikuwa umechanganyika na harufu ya ajabu, harufu nzito ya vumbi na kitu kinachofanana na ngozi iliyoungua. Mainda alihisi miguu yake inaanza kutetemeka, lakini haja yake ya kupata mshahara ilimvuta aendelee kusonga mbele kuelekea sebuleni. Alipofika mlangoni, hakuamini alichokiona. Alimuona bilionea Ezekiel amesimama sebuleni. Juu ana mwili wa binadamu, lakini chini nyoka mkubwa sana. Mainda alishindwa kujizuia, alijikuta akipiga kelele. Macho yake yalimtoka kwa hofu isiyo na mfano. Ezekiel, yule kijana mkarimu, mcheshi na mpole, alikuwa amebadilika na kuwa kiumbe wa kutisha. Sehemu yake ya juu kuanzia kifuani ilikuwa ni binadamu yule yule aliyemfahamu, lakini kuanzia kiunoni kwenda chini kulikuwa na mkia mrefu na mkubwa wa nyoka uliokuwa umejizungusha sakafuni. Ngozi ya nyoka huyo ilikuwa inang'aa kwa rangi ya kijani na dhahabu, ikijivuta taratibu kuelekea upande mwingine wa sebule. Tukio hilo la kutisha lilimfanya Mainda asahau kabisa kuhusu pesa alizokuwa akizitafuta. Kelele za Mainda ziliunguruma ndani ya lile jumba kubwa na kusababisha Ezekiel kugeuka haraka kumtazama. Uso wa Ezekiel sasa haukuwa na lile tabasamu la kirafiki. Macho yake yalikuwa yamebadilika na kuwa kama ya mnyama wa porini, yakimwangalia Mainda kwa mshangao na hasira. Mainda alihisi miguu yake imeparalaizi, akishindwa kukimbia wala kusogea. Siri ile nzito iliyokuwa imejificha nyuma ya kuta za Masaki ilikuwa imejifunua mbele yake. Aligundua kuwa utajiri wote, 400,000 za mshahara, na ukarimu uliopitiliza ulikuwa na asili ya kichawi na ya kutisha. Moyo wake ulilipuka kwa kasi, huku picha ya wadogo zake ikimjia kichwani. Alijua kuwa sasa maisha yake yako hatarini kwa kuona ukweli ambao hakupaswa kuuona. Kelele zile zilikuwa mwanzo wa jinamizi jipya katika maisha ya Mainda. Alijirusha nyuma na kuanguka chini, huku akijaribu kutambaa kurudi nyuma kuelekea mlangoni. Alijawa na majuto ya kurudi kuchukua pesa hizo. Alitamani angeacha 400,000 zipotee kuliko kukutana na kiumbe huyo wa ajabu aliyekuwa mbele yake. Ezekiel alianza kusogea kuelekea alipo,
mkia wake ukitoa sauti ya kusugua sakafu ya marumaru ambayo ilizidisha hofu ndani ya roho ya Mainda. Dunia ya furaha aliyoijenga asubuhi ile ilikuwa imeporomoka kwa sekunde chache, na sasa alikuwa amebaki akipambana na hofu ya kifo mbele ya tajiri aliyekuwa na siri ya kutisha ya kuwa nusu mtu na nusu nyoka. Ndugu watazamaji, hapo ndipo tunafikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya kusisimua. Mainda amejikuta kwenye mtego ambao hakuwahi kuufikiria. Siri nzito ya bilionea Ezekiel imefichuka, na sasa maisha yake yapo mashakani. Je, Ezekiel atamfanya nini Mainda baada ya kumuona katika umbile lake la siri? Je, Mainda atafanikiwa kutoroka kwenye jumba lile la Masaki na kurudi Manzese kwa wadogo zake? Usikose kufuatilia sehemu ya pili itakayojibu maswali haya yote na kuonyesha mapambano mapya ya Mainda dhidi ya nguvu za giza. Kabla hujaondoka, hakikisha umeacha komenti yako hapo chini ukisema unatamani nini kitokee kwenye msimu ujao, na usisahau kuweka emoji ya bendera ya nchi yako. Kama bado hujafanya hivyo, bonyeza subscribe na gusa kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili itakapotoka. Asanteni kwa kuwa nasi ndani ya Nyumba ya Simulizi. Tukutane sehemu ijayo.